ya somo la siku ya leo lina kichwa kinachosema mahali sahihi pa kumimina moyo. Mahali sahihi pa kumimina moyo. Tupende kupata karazi kwa maana siku ya leo vyombo vilikuwa katika tukio lile la msiba na imani ya kwamba mpendwa mtazamaji anaweza akajiuliza swali ya kwamba mchungaji, leo hatukusikii vizuri, ila na imani ya kwamba kwa neema ya Bwana tutakuwa pamoja mkisikia vizuri kupitia kanisa hili la Waadventista Sabato Ngongongare katika jioni ya leo. Somo lina kitu kinachosema mahali sahihi pa kumimina moyo. Mara nyingi tumetambua ya kwamba mahali sahihi ambapo tunaweza kumimina mioyo yetu au kueleza changamoto zetu, kwenda wengine wakafikiri ya kwamba ni kwa marafiki, na walipoeleza marafiki wakawaumiza na vitu ambavyo wamevifahamu kutoka kwao. Mara nyingi tunapokumbwa na changamoto za kifamilia, badala ya kwenda kumwambia Bwana, tumekuwa wepesi kutangaza shida zetu kwa watu. Lakini leo tunatamani kujifunza mahali sahihi pa kumimina moyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana univute, karibu sana na imani Asante kwa muda mwingine tena ambao umekuwa pamoja nasi, lakini umeendelea kuwa pamoja na msikilizaji kutoka Bukelebe TV. Na siku ya leo tena natamani kusema na kutano hili, lakini pia kusema na mtumishi wako ambaye anasikia pia kutoka mbali, kuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa vipindi hivi, maana tumeomba tukiamini ni katika jina lake Yesu, amen. Mahali sahihi pa kumimina moyo. Msomaji, twende sasa kitabu cha Samueli wa kwanza 1:1. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja wa Rama. Huyu mtu alikuwa msufi katika nchi ya milima ya Efraimu. Ndio jina lake mtu huyo alikuwa akiitwa Elikana. Soma msomaji. Bwana wa Yerohamu, ndio mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, huyu Efraimu. Naye mtu huyo alikuwa na wanawake wangapi jamani? Wawili. Nitakuja kukuambia kwa nini huyu Elikana alikuwa na wanawake wawili. Ndio anasema wa kwanza alikuwa akiitwa nani jamani? Hana. Lakini wa pili jina lake alikuwa akiitwa nani? Tulia kidogo msomaji wangu. Wakati naendelea kujifunza habari za Elikana wakati kwenye makuzi yake alifundishwa namna njema ya kuheshimu ndoa. Elikana akapata mke jina lake akiitwa Hana. Ndipo Elikana akaishi na Hana katika ndoa muda mrefu pasipo kupata mtoto. Ndipo Elikana alipoishi muda mrefu, mke wake akamshauri, akamwambia, baba, tumekaa kwenye ndoa muda mrefu lakini pasipo kupata mtoto, na umri umesogea sasa. Kwani haiwezekani kutafuta mke mwingine? Maana unaweza ukafa pasipokuwa na mtoto. Nazungumza na ndoa ambayo hata sasa inanisikia, ya kwamba ahadi ya Mungu ni ile ya kwamba haibadiliki, ya kwamba haijalishi unaweza ukaishi kwenye ndoa pasipokuwa na mtoto. Mtoto haleti upendo kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtoto ni zawadi kama zawadi nyingine maishani. Na karikwambia kumkutia marafiki unayenisikiliza ya kwamba unaweza ukaishi kwenye ndoa muda mrefu pasipokuwa na mtoto. Acha kukata tamaa rafiki, songa mbele. Kusudi la Mungu kwenye maisha yako litatimia siku moja. Haleluya wapendwa. Anasema wakati Eli aliishi na Hana muda mrefu pasipo kupata mtoto,
Anasema ndipo miaka ikasonga, ndipo majira yakasonga. Hatimaye Eli akachukua maamuzi kupitia mke wake apate mke mwingine ambaye huyu anaitwa Penina. Endelea msomaji wangu. Naye huyu Penina alikuwa na watoto, lakini Hana jamani hakuwa na nini? Natamani ni kusogelea taratibu mpendo wa msikilizaji ya kwamba Hana hakuwa na watoto, lakini Penina yeye alikuwa na watoto. Najaribu kupiga picha kiatu cha Penina, kiatu cha Hana, najaribu kutaka kukifahamu. Hana kuna wakati alikuwa akichukua watoto wa Penina, anawaambia njooni nyumbani kwangu, kaeni hapa nje mpate kula vizuri. Wakati mwingine alikuwa anavuta picha ya kwamba Penina alikuwa akimwangalia Hana na kusema ndio haya, kazi ni kubeba watoto wa wengine, azae wa kwake naye abebe. Hebu vuta picha ni maumivu kiwango gani ambacho Hana alikuwa anasikia. Anajaribu kuvuta picha. Huenda kuna wakati Hana alikuwa akiona watoto wanacheza vibaya na wamekoseana, anachukua kiboko kama mzazi ili awaadhibu. Wazazi wengine wanainuka wanasema kazi ni kupiga watoto wengine, azae wa kwake naye apige. Unahisi ni maumivu kiwango gani ambacho Hana alikuwa anasikia? Hana alikuwa anaumia mno. Anajaribu kuvuta picha mpendwa msikilizaji ya kwamba wakati mwingine huenda Hana kwa sababu ya upendo alionao alikuwa akipika chakula, anachukua watoto wengine, anawaambia karibuni nyumbani kwangu ili tuweze kupata chakula. Ndipo wazazi wengine wanasema kazi ni kuwapa watoto wa wengine vyakula, azae wa kwake naye awapatie vyakula. Nataka nikwambie Hana akapitia kipindi kigumu sana. Hana akapitia maumivu makali sana. Hana akavuta picha ya kwamba nimwambie mume wangu, muda ungali nitoshe ningalizungumzia zaidi. Hana kipindi kigumu ambacho alichukua na kupitia, lakini anasema katikati ya magumu bado Hana aliendelea kumtegemea Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na natamani niwaambie wapendwa wasikilizaji na wapendwa watazamaji katika jioni njema leo ya kwamba katikati ya changamoto, katikati ya maumivu, wewe dumu kumtegemea mfalme. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ikawaje msomaji? Msomaji ungali sogea mbele kidogo ili nikusikie. Ungali kaa kwenye kiti mbele kidogo. Biblia inasema mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka. Sasa Elikana alikuwa akivuka amesema na Hana pamoja na Penina, lakini Penina alikuwa na watoto, Hana hakuwa na watoto. Kuna jambo la kipekee natamani kuambia hapo. Lakini huyu Elikana alikuwa akipanda mwaka kwa mwaka kufanya nini? Ili kuabudu na kumtolea Bwana nini jamani? Jamani, ili kuabudu na kumtolea Bwana nini? Dhabihu. Yani nataka picha, natafuta kina baba ambao watafundisha familia yake habari ya ibada. Natafuta kina baba ambao watafundisha watoto wao thamani ya ibada. Natafuta kina mama ambao watafundisha watoto wao thamani ya ibada. Nasikitika mno, wako wazazi ambao wakati wazazi wengine wanapambana kufundisha watoto wao habari ya kuheshimu ibada, wao hawana muda na ibada. Unakuta tuko kanisani, mtoto tu anatembea, anazunguka kanisa zima. Mzazi anaambiwa jamani, mtoto wako anatembea kanisa zima, unajua yuko wapi? Anasema nilimwona mahali fulani. Hata yeye mwenyewe hajui mtoto wake amekaa wapi. Na mwishoni unakuta mzazi anasema watoto wa siku hizi jamani, hawasemewi. Yani mchungaji, tuombeane sana. Mtoto unayebeba tumboni mwenyewe miezi 9 anakushinda. Yani tuko kanisani. Elikana alifundisha watoto wake thamani ya ibada. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natafuta mtu mmoja jioni ya leo afundishe familia yake namna njema ya kuheshimu Bwana katika ibada. Mtoto aliyefundishwa kuheshimu ibada utamuona hata katika makuzi yake. Biblia inasema mlee mtoto katika njia fanya nini jamani? Naye hataiacha hata atakapokuwa nini? Ngoja niwaambie jambo la kipekee. Ukiona leo mtu amekuwa mtu mzima ni mchoyo, angalia familia ilipotoka. Narudia tena. Ukiona leo hii kuna mtu ukifika nyumbani kwake hata maji ya kunywa kukupa ni kazi, angalia vinasaba. Lakini ukiona leo hii mtu umefika nyumbani kwake anakuambia karibu, unamwambia nimeshiba nataka kuondoka, anamwambia usiondoke, tulia kidogo, anaingia ndani, subiri kidogo, hata maji ya kunywa jamani, yua nyumbani kwao alifundishwa vizuri.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Elikana alifundisha watoto wake namna njema ya kumheshimu Mungu. Elikana alifundisha wake zake namna njema ya kumheshimu Mungu. Najaribu kuvuta picha. Elikana wakati anaondoka, anaanza kuwapatia sadaka watoto wake, anampatia mke wake sadaka. Hebu soma msomaji. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana walikuwa huko. Ndio. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu. Elikana akaenda kutoa dhabihu. Akampa mkewe Penina sehemu. Akampa Penina sehemu. Akawapa na watoto wake wote. Akawapa na watoto wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Ninasikitika kuona familia ambayo tunatoka nyumbani tunaelekea ibadani, lakini mzazi anashindwa kuelewa ya kwamba mtoto wake ana sadaka. Kuna kitu cha kipekee natamani tuzungumze kidogo. Ukiona leo hii mtoto ni mtoaji mzuri wa matoleo, angalia malezi ya nyumbani kwako. Ukiona ni wakati tunakuwa, napenda kutoa mfano wa kwangu mwenyewe. Wakati tunakuwa tunajua watoto tunatoa 200, kipindi kile kulikuwa na shilingi 5. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Shilingi 5. Tunapewa shilingi 5. Ukipewa siku moja 30. Yaani ile 30 ukipewa 30, wewe ni tajiri kanisani. Maana shilingi 5 ndio unatoa kisheti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe nikwambie, tulikuwa tunapewa sadaka. Asubuhi unabonga, baba unaongea Kiingereza jamani cha huko kwetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Baba anasikia. Anakuambia shida ni nini? Tunamwambia ndogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sadaka. Baba basi anaambia haya. Hebu wape 5 hapo. Unashangaa mama tu anaingia dukani, mama anaduka, anachukua ile 10 anasema baba kutoa 5 na mimi natoa 5. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema hizi utatoa na wewe utatoa na wewe utatoa. Tukienda kanisani tunafundishwa ibada imefungamanishwa na matoleo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa hivyo. Wakati tunapokuwa hivyo, hata leo hii za odieni ukiniambia niende ibadani, namwambia Bwana nipatie na kitu cha kutoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ngoja nikwambie cha ajabu cha siku ya leo. Tumeshindwa kuwafundisha watoto wetu namna njema ya kumtolea Bwana. Namna njema. Yaani mtoto anapokuwa unakuta baba amebarikiwa ni kweli, ila anamfundisha pia kwamba mtoto ya kwamba eti mtoaji wa kule kanisani unatoa shilingi 50, 100, lakini yeye anaenda na 5,000, 10,000. Na ndio maana mtoto anakuwa kesho yake anasema wakubwa wanatoa shilingi 5,000, alafu sisi wadogo tunapewa 100, 200. Ndio hela za sasa au 500. Eli alifundisha watoto wake mpango mwema ya kwamba ili muende kwa Bwana lazima msiende mikono gani jamani? Hamjanielewa. Ili tuendeni mbele za Bwana lazima tusiende mikono gani jamani? Mikono mitupu. Nataka niwaambie, ili ibada iwe kamili kwenye maisha ya mwanadamu inatimizwa na mambo 4. Jambo la kwanza tutaimba. Jambo la pili tutaomba. Jambo la tatu neno litahubiriwa, lakini jambo la 4 ni sadaka. Na ndio maana ingetupasa hata juma hili, maana ni juma la kuinuka tena. Yaani nitamani kila mmoja au na sadaka yake kwa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Eli alifundisha familia yake. Anasema tunapoelekea kwa Bwana, maandiko yamesema tusiende mikono gani? Nataka niwaambie jambo hili. Kuna mtu mmoja amesema, mchungaji, tutatoaje sasa? Nataka nikwambie, Bwana hajamkosea mtu yeyote aliyeketi hapa kitu cha kutoa. Ni kweli huna hela, lakini pale nyumbani una mahindi, njoo nayo hata kwa moja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sitasema ni wapi, lakini nataka kuhudhuria hili. Ibada isiyokuwa na matoleo ni ibada mfu. Sasa Kristo angalimpatia nafasi ya kuzungumzia habari ya kuheshimu ibada, angeenda mbali zaidi. Ibada utakayoichukulia kawaida. Yaani sisi tunasema siku ya leo, kuna mtu anasema ni ibada tu ya kawaida. Kwa hiyo hata akija kanisani anakuja kazi, yaani kawaida. Alafu siku ya Sabato unakuta amepigilia. Jamani, ibada ni ibada, siseme amen. Ibada inayomhusu Mungu aliye hai ni ibada. Na inakuhusu uende tena kwa kicho ukiwa smart mbele za Bwana na kuheshimu. Eli anafundisha watoto wake ya kwamba enda
twende na matoleo. Soma msomaji. Anasema akampatia Penina, lakini akampatia na watoto wake. Lakini Hana akampa sehemu mara mbili. Lakini Hana akampa sehemu mara ngapi? Mara mbili. Alimpenda Hana. Maana alimpenda Hana. Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba Hana alikuwa hazai, lakini mume wake alipenda. Tunatafuta wanaume watakaopenda wake zao hata kama wana watoto. Leo hii nasikitika, wako wanaume wa ovyo mno. Ovyo. Yaani unakuta baba mtu mzima, achilia mbali watoto, mwanamke akiwa mzima ndio anaita mke wangu. Kesho mwanamke amekuwa na magonjwa, kila siku ni kliniki, kila siku ni hospitali. Anasema huyu mwanamke amekuwa tumeulete na hata mtoto anakimbia. Niwape mfano mdogo. Hivi baba mmoja, siku moja mke wake anataka kufanyia operation ya uvimbe wa kizazi. Basi akasikia mwanamke ameenda hospitali akataka pale na ng'ombe operation, lakini sasa inahitaji 700,000. Akapigiwa simu na ana ng'ombe nyumbani. Ng'ombe wake wa maziwa mzuri kabisa. Lakini ana mwingine wa pili ambaye ndio dume lake analotegemea hapo nyumbani. Sasa anaambiwa, kaka, mambo yamekuwa ni magumu, uza hiyo dume hili twende tukamtibu shemeji. Unajua alichosema? Ng'ombe wangu tu ni wawili, sina ng'ombe mwingine. Sasa tuitisheni kikao cha ndugu, tupitishie daftari, tusaidike ili tuende tukamhudumia. Sasa wakati ametoa wazo wa daftari likatafutwa, likaanza simu kupigwa, jamani mke wangu operation, jamani mke wangu operation. Lakini hapo ndani ana chakula cha kutosha, ana mahindi yako ndani, lakini hapo ndani ana ng'ombe ziko hapo, na huyo mume mmoja angali muuza si chini ya 800,000. Basi wakati daktari anatembea kwa ndugu, anasikia simu kutoka hospitali, kaka, acheni tu kuhangaika, anasema daktari tumechelewa, alafu mke wako amekufa. Sasa msiba unaletwa nyumbani, jamaa anasema yule atachinjwa watu wale. Jamani, hiyo ni akili au ni matope? Si akili iliyotumika hiyo. Yaani wakati mke wake ni mgonjwa alishindwa kuuza dume. Leo hii mke wake amekufa, eti anatoa dume watu wale. Tafsiri yake ni kwamba amefurahia kitendo nani? Licha ya kwamba alikuwa hana mtoto, lakini mume wake hakumnyanyapaa, aliendelea kumpenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na wanaume wanaonisikia kutoka mbali na karibu kwamba imekupasa kumpenda mke wako katika hali zote, wakati wote. Kuna wakati mke wako atakosa nguvu ya kukupikia chakula, lakini imekupasa kumpenda. Kuna wakati atashindwa kuinuka, atakuwa kuinuliwa na kupelekwa kitandani, rafiki, bado imekupasa kumpenda. Kuna wakati mume wako naye atapitia changamoto, rafiki, hataweza kukuhudumia mke wako. Nakwambia rafiki wa baba, imekupasa kumpenda mume wako. Haleluya! Katikati ya magumu ya familia, yasikutenge mbali na familia yako, bali yakusogeze wewe na familia yako, lakini yakufungamanisha pamoja na Mungu. Licha ya kwamba Hana alikuwa hana mtoto, lakini Elikana hakuonyesha kunyanyapaa, lakini Elikana aliendelea kumpenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama mwanadamu anaweza kumpenda mwanadamu mwenzake kwa udhaifu alioona kwake, si zaidi sana Mungu wa mbinguni? Nataka nikwambie katika jioni ya leo, ni kweli mume wako amekunyanyapaa na changamoto ulio nayo. Ni kweli hata ndugu zako hawakupendi kwa shida ulio nayo. Ni kweli hata rafiki yako amekukimbia kwa sababu ya changamoto ulio nayo. Na hata majina mbalimbali amekupatia, amekuita ombaomba, amekuita wewe masikini, amekuita huna maana. Wewe nikwambie, ni kweli yeye amekukimbia, lakini jioni ya leo nayo habari njema, Kristo hawezi kukimbia milele. Hawezi. Eli, ninamsimamisha nafasi ya Kristo. Hana anaambiwa na Eli, yamkini ndugu zangu wamekuambia kwamba wewe ni kitu usichokuwa na kitu. Yaani maana yake ni kiwanda kisichozalisha. Huenda ndugu zangu na mawifi wamekusema hata vibaya, lakini hata kama wengine watakataa, lakini wewe bado utabaki kuitwa mke wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimwambie rafiki, kuna watu wameacha wake zao kwa sababu ya ndugu. Eti ndugu tu amesema, mahali fulani nikuta kitu kimoja. Eti kijana anataka kumwacha mke, maana mke akumsikia baba yake. Baba yake alitaka nini? Eti alikuja nyumbani haraka haraka kwa kijana wake, akamwambia, wewe mwanamke,
njoo hapa, hebu kaniwekee maji ya kuoga, nipikie chai. Akamwambia baba, kila mtu anapoamka kwake ana ratiba zake. Sasa ungetakiwa ulikuja hapa, najua lazima nikirimu mgeni, lakini si namna unavyoniendesha. Mtoto wa kiume alipokuja akaambiwa mfukuze haraka. Na kijana naye akasema, kwa sababu umekataa kumtii baba yangu, ninakufukuza. Jamani, hiyo ni akili au ni matope? Ngoja nimwambie, hata baba angalivua nguo na kusema ninampa laana, isingalishika kwa jina la Yesu. Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wangapi? Wote. Yaani yamkini baba, nazungumza na kina baba ambao kazi yao ni kwenda kuingilia ndoa za watoto wao na kuwakosesha amani. Kijana unanisikiliza, mama unanisikiliza, hata kama wakuambia watakulani, laana hiyo haishiki kwa jina la Yesu. Elikana anaambia mtu wake, hata kama ndugu waniambia nikurudishe nyumbani, ila mimi sikurudishe nyumbani. Nilikupenda mwenyewe, sikulazimishwa na mtu wala sikufosiwa na mtu. Hata mahari sikulipiwa na mtu, nilipa mwenyewe. Yaani maana yake ni kwamba hata hivyo ulivyo wewe bado utabaki kuitwa mke wangu. Haleluya. Natamani kuona wanaume kama Elikana ambao katikati ya changamoto za wake zao wataendelea kuwapenda. Natamani kuona wanaume katikati ya mahusiano ya wapenzi wao, wanapokingeuka kidogo, wanapokosea kidogo, hawatamani kuacha. Anawarejesha taratibu, anawaambia hata kama bado wewe, maana nikielewa ya kwamba mimi sijakamilika, lazima nitamvumilia mtu mwingine, maana mimi kuna watu nao pia wananivumilia, nami naomba Mungu anisaidie niweze kuvumilia madhaifu ya watu wengine. Unapojiona wewe ni mkamilifu kuliko wengine, roho wa Mungu hayuko ndani yako. Wako watu ambao wanapenda kujihesabia haki. Elikana nampenda sana. Elikana anavaa kiatu cha Hana, anasema hebu laiti ingalikuwa ni mimi, ya kwamba nimeenda hospitali kama Hana na nikaambiwa kwamba na wanaume nilio nao sina uwezo wa kupatia mwanamke ujauzito. Je, ningekuwa mimi angenikimbia, ningejisikiaje? Kuna jambo la kujifunza hapo. Kabla hujamfanyia mtu mwingine kibaya, fikiria ya kwamba ungalifanyiwa wewe, ingekuwaje? Kabla hujamkosea mtu mwingine, jiulize ya kwamba ungalifanyiwa wewe, ungejisikiaje? Ngoja nikwambie, utakapotazama upande huo, utaacha kumfanyia mwingine kitu kibaya. Unaishi magetoni na mwenzako, umepika chakula, nazungumza kwa wanafunzi kidogo, alafu chakula mwenzako ametoka kidogo, unasema ngoja ile atajua mwenyewe akija atapika, kwanza hakupika. Hebu vaa kile kiatu chake ya kwamba, na unajua kabisa mwenzako ana njaa, hebu vaa kile kiatu chake kwamba ingekuwa ni wewe umetoka, alafu yeye akapika, alipopika na mnakaa pamoja katika chumba kimoja, mnalala kitanda kimoja, alafu yeye akala akamaliza, wewe ungejisikiaje? Kama utaweza kuvaa kiatu cha mtu mwingine, rafiki, utajifunza kumtendea mwingine yaliyokuwa mema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nikusogee taratibu kidogo. Nazungumza na wanaume ambao kazi yao ni kuacha ndoa zao na kuchukua wanawake za watu. Hebu uta picha ingekuwa ni wewe sasa, alafu mke wako akachukuliwa na mtu mwingine. Je, ungejisikiaje? Kabla hujawafanyia mwingine kibaya, kitafakari kwanza, ingekuwa mimi niliyefanyiwa, ningejisikiaje? Nazungumza na mabinti ambao wanavunja ndoa za watu. Yaani akiona kijana fulani na ndoa yake, yaani kana kwamba naenda ule wimbo usilipite Mwokozi, unapozuru wengine pitia hapo. Nataka nikusubirie taratibu kidogo. Yaani kadiri unavyomtendea mwingine mabaya, hebu vuta picha, ingekuwa ni wewe umeolewa, alafu binti mwingine akatamani kuvunja ndoa yako, je, ingekuwa ni wewe, ungejisikiaje? Nazungumza na watu ambao kazi yao ni kuvusha mambo mabaya kwa wengine, ili wengine waharibikiwe kazini, ili wengine waharibikiwe kwenye majukumu yao. Ngoja nikusogee taratibu kidogo rafiki, ya kwamba hebu vuta picha, ingekuwa ni wewe, kile kiatu unachomtendea mwingine, unazushiwa jambo ili ufukuzwe kazini, ili mambo yako yaharibike, ingekuwa ni wewe, ungejisikiaje? Umekuwa umepesi sana kuvunja mahusiano ya watu, ya majirani na jirani yake, mahusiano ya mchumba na mchumba mwingine, ukaona ni furaha sana. Hebu vaa kile kiatu cha mtu mwingine, ya kwamba laiti ingalikuwa ni wewe umefanyiwa hivyo, je, ungejisikiaje? Eli anamwambia Hana, kiatu unachokivaa, maumivu unayopitia, na vuta picha ingalikuwa ni mimi, ya kwamba ingekuwaje na kupenda jinsi ulivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema akampa mara mbili, maana yeye naye alimpenda. Nikasema kama mwanadamu alionyesha upendo mkubwa namna hii,
zaidi sana huyu Mungu kwa jioni ya leo. Kama malizia msemaji wangu. Na mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Yaani hakufanya siku ya kwanza tu, lakini siku zote za miaka yao waliendelea kuishi, wakaenda kutoa sadaka. Alikuwa naye akimpatia sadaka. Tena hamwachi nyuma akisema wewe huna lolote. Ngoja nikwambie, nilikuwa nakuta picha. Wakati Penina alikuwa akipita. Unajua wake wenza wanafunzi sana. Na wameanzia mbali. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 16 aya ile ya 6 utajaribu kuona habari ya Hajiri pamoja na Sara. Sara anasema alipomuona Hajiri amepata mimba, wakati huo anakuta mbele yake, anamwambia yeye, wewe kazi yako kula, lakini una lolote, angalia nimebeba. Anasema wakati anapita, Biblia inasema Sara akajiona yuko duni mbele ya Hajiri. Maumivu yakawa makali, akasahau ya kwamba hata kwenye ndoa ya watu alialikwa. Siku zote wanaoalikwa ndio wanaoharibu. Yaani wale walioalikwa ndio wenye mdomo kuliko wenye sherehe. Iko hivi, sikia nikwambie. Anaweza kanunua maiki mtu mmoja ndani ya kanisa kutoa sadaka kwa wanakwaya. Ni mtu mmoja tu amenunua maiki. Akasema jamani, wanakwaya hii itawasaidia. Lakini watakao gombana hapa mbele, utashangaa. Maiki ya kwangu, maiki ya kwangu, maiki ya kwangu, aliendoa wala hana pressure. Yani Penina amekaribishwa tu kwenye nyumba ya mtu, lakini anatamani kuwa kila kitu. Anasema Hana hakubishana naye, Hana hakuhangaika naye, lakini Eli alionyesha upendo mwaka kwa mwaka, akianza kutoa sadaka. Rafiki anasema alikuwa akienda pia pamoja na Hana, wala hakumbagua. Ikawaje msomaji? Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndio yule aliyemchokoza basi akaanza kumchokoza. Ukishasikia jamani, akaanza kufanya nini? Yaani Penina akipita anamwambia umeona naye wewe wapi? Mimi ndio halali. Tena yaani hata ulisi wewe una mimi ndio. Maana uzalio si nao, uzao nao. Unaweza ukapata kila kitu ukisi ukapata kila kitu, lakini ukao umepungua mahali fulani. Na kama hujui ulipopungua, jioni ya leo muulize Bwana. Penina akamdharau mwingine, akiona kupata watoto ndio kila kitu. Ngoja nikwambie, endelea msomaji wangu. Kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Ikafikia wakati sasa Hana akawa analia, hata muda wa chakula tena akawa hana. Anakushika chakula, anakumbuka yale maneno, kazi ni kula tu, uzaa uzai, anaacha kijiko chini. Hana kuna wakati akienda akiona watoto, akitamani kwenda kuwachukua na kuwabeba, anakumbuka kazi ni kubeba watoto wa wengine, zaa wa kwako na wewe ubebe. Anakumbuka mtoto amekosea, anamuona, anachukua fimbo kwa haraka, wakati anamkimbilia anakumbuka kazi ni kupiga watoto wa wengine, zaa wa kwako na wewe upige. Anasema Hana kila siku akawa analia. Nazungumza na mtu ambaye yuko ndani ya kanisa leo hii. Hana yeye alikuwa na upungufu wa ukosefu wa mtoto. Wewe una upungufu gani kwenye maisha yako? Au unalia na kitu gani? Kitu gani ambacho kinakukosesha amani? Kitu gani ambacho kinakusababisha ukose kula? Kuna mtu anakosa kula kwa sababu ya mtoto aliyemzaa vizuri, leo yeye alikuwa ni mtoto wa pombe. Mtoto wa madawa ya kulevya, alikuwa ni mtoto wa bange, alikuwa ni mtoto wa mtaani, alikuwa ni mtoto ambaye hana nidhamu. Ngoja nikwambie, wewe unalizwa na nini? Hana alilia kwa sababu ya ukosefu wa mtoto. Lakini kuna mtu analia hapa kwa sababu ya masomo yake. Hata karo yake imekuwa ni shida. Wakati mwingine hata masomo na gairi, maana haoni njia hata sasa. Anaona yule yuko karibu, lakini hata sasa haoni ya kwamba atapatia wapi fedha. Nataka nikutie moyo, kilio cha Hana kwa ajili ya mtoto, na wewe kilio chako Mungu yuko tayari kusikia jioni ya leo. Haleluya. Hana analia kwa sababu ya mtoto. Mwingine analia kwa sababu ya biashara yake. Hana analia kwa sababu ya mtoto. Mwingine analia kwa sababu hana kazi. Hana alilia kwa sababu ya mtoto. Mwingine binti analia kwa sababu ya kupata mwenzi wa maisha. Hana alilia kwa sababu hana mtoto. Mwingine analia kwa kukataliwa na ndugu zake. Hana alilia kwa sababu hana mtoto. Mwingine leo hii analia kwa sababu ya kudhalilika hata kwenye jamii. Kutie moyo, Hana alipolia na wewe unavyolia, Mungu jioni ya leo yuko tayari kusikia kilio chako. Kuna mtu hata sasa ni leo tu amesema, mchungaji,
nimekuja tu kanisani, lakini hata sasa nina mzigo ambao nashindwa hata kumweleza rafiki, nina mzigo ambao nashindwa hata kumweleza mchungaji, nina mzigo ambao siwezi kushare na mtu mwingine. Kumbuka somo linasema mahali sahihi pa kumimina moyo. Haleluya! Mahali sahihi hapo ni wapi? Soma msomaji. Elikana mumewe akamwambia, Elikana akamsogelea Hana. Hana, unalia nini? Hana mke wangu. Huenda akamwambia hebu keti hapa, akaketi mkono wa kushoto, alafu akaingiza mkono kwenye kiuno chake, akamkuta, akamwambia Hana, ulitokea hapa, tulia rafiki, shida yako ni nini? Anajaribu kuangalia Hana, anaegemea katika kifua chake, machozi yanamtoka, anamwambia unalia nini? Endelea msomaji. Kwa nini huli chakula? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Kwa nini moyo wako unahuzunika? Mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Kwani mimi si bora kuliko hao watoto? Yaani hata usipokuwa na watoto, mbona mimi nakupenda? Maana hata nilipokuchumbia sikukuchumbia na watoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninafahamu nilipokufuata Hana ulikuwa hata bado, yaani ni mimi. Kwani mimi si bora kuliko hao watoto? Jamani, wewe mwanamke atalia tena. Katika maisha ukikosa mtu wa kumfariji umeisha. Mwambie Bwana akupatie mtu wa kufariji. Mwambie Bwana akupatie rafiki wa kufariji. Nataka nikutie moyo. Kuna watu wakikosa watu wa kuwafariji watakufa haraka. Mwambie Bwana nipatie. Hana katika machozi akapatiwa mtu wa kumfariji. Tuseme amen. Natamani jioni ya leo mpendwa msikilizaji na mtazamaji ya kwamba Bwana akupatie mtu ambaye utakapopitia kipindi kigumu yeye asimame akufariji tena. Akufariji, akutie moyo. Nikakutana na mtu fulani anasema, mchungaji, hata sasa niko tayari kufa tu, maana sioni, kila nikigusa mambo hayaendi. Nina watoto 3 na mke ananitegemea, familia ndugu zangu wananitegemea, lakini sasa hivi nimefukuzwa kazi, nitafanya nini? Sina cha maana, nyumba za kupanga. Dakika hii naposema hata sasa hivi nalewa kodi mpaka naingia usiku kwa usiku, hata mlo wangu mimi ni kwa shida. Mchungaji, ni heri nife. Kuna mtu kama huyo anapitia hata dunia leo, anasema ni heri nife. Nazungumza na mtu ambaye anatufuatilia kupitia Bukelebe TV ya kwamba kuna mtu namna hiyo sasa jioni ya leo. Huenda anasema, Bwana, niko radhi hata sasa nife, maana haoni njia tena. Umechoka, je, umesumbuka? Mwambie sumbuko lako umechokaje kunisumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Unayalia yapitayo, mwambie kuwa na watoto ni yapitayo, kuwa na magari ni yapitayo, kuwa na manyumba ni yapitayo, lakini kosa vyote mpate Yesu maishani. Angalia Hana anavyosema. Ndipo Hana akainuka. Walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Jamani, wakapata nguvu ya kula. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na nguvu ya kula, lakini alipata mtu wa kumtia moyo, akapata nguvu ya kula. Naye kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mlima wa hekalu la Bwana. Ndio. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Sasa wakati Eli ameketi kwenye mlango wa hekalu, Hana alipotoka kula chakula na kushiba, akasema atatafuta mahali pa kukimbilia. Hana akiwa anakimbia, kumbe anakimbilia wapi? Anaelekea kanisani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, shida zinapokuzidia, nenda mbinguni kwa Bwana. Nasikitika wako watu ambao hawapendi kanisani. Wako watu ambao hawapendi ibada. Nataka nikwambie, ukija kanisani, kama mhubiri akihubiri hutabarikiwa, ngoja nikwambie, kwaya ikiimba utabarikiwa, utasema amen. Kama mhubiri akihubiri hutabarikiwa, kama kwaya ikiimba hutabarikiwa, lakini nyimbo za vitabu zikiimbwa, twendeni Sayuni, utabarikiwa. Penda kanisani, penda ibada, njoo kanisani. Nakumbuka siku moja, napenda kusema hii, nikiwa ninaumwa na mafua makali sana na kichwa, mafua makali na kichwa, nikasema leo nibaki tu kanisani.
ila kwa sababu nimezoea kwenda kanisani, nikachukua tu maji yangu ya Kilimanjaro na kubuka na kitambaa, nikachukua na tangawizi, nikasema ngoja tu nielekee kanisani. Ilikuwa ni kipindi cha mikutano cha shangwe katika njia yake. Ilikuwa ni 22 21 kitu kama hicho. Wakati nimefika kanisani, nikawa nimeketi kwenye kona, ninakunywa maji, ninangata tangawizi, alafu ninalala juu, maana mafua ni makali mpaka kichwa kinaniuma, lakini natamani kusikia injili inapohubiriwa. Wakati nimeketi nyuma, mzee wa kanisa akaja akaniinua, ananiambia, Zawadieli, unatakiwa kuhubiri. Nikamwambia, jamani, sasa hivi nihubiri, uone ninavyoumwa. Akaniambia, basi usiwe na wasiwasi. Akaondoka akaingia ofisini. Walikuwa wameweka kamuzi mbele. Ghafla nikacheza tena. Akanifuata mara ya pili, Zawadieli, ni wewe unatakiwa kuhubiri. Nikamwambia, hali yangu ni mbaya kidogo. Akaniambia, Zawadieli, hakuna mwingine, nenda kuhubiri. Ghafla nikakubali. Akaingia ofisini. Akaja mzee mwingine wa kanisa, wako wawili. Akaniambia, ni wewe, twende. Wazee wa sheria na mimi ninauma na pia hivyo hivyo, wakanishika mkono wakaniingiza ofisini. Sasa siku ile tulikuwa tumetembelewa na mgeni rafiki yetu, mwinjilisti anaitwa Ombeni Fariji. Alikuwa ametutembelea pale kanisani. Wakati nimesimama kuhubiri, nikasimama nikahubiri, nikasimama kuhubiri. Kadiri nilipokuwa nikihubiri, nikashangaa kichwa kinapona na mafua yanapotea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia na habari ya kupenda ibada. Nilipomaliza kuhubiri, nikamwambia rafiki uombe. Ombeni utaomba. Aliposimama akasema, somo la leo limenigusa sana. Kwa sababu roho nimesikia akisema nani? Huyo kijana unaenda shule? Nikamwambia ndio. Ni kuanzia na siku ngapi? Mwishoni akasema 5. Mshiriki mmoja akasema 5, akasema hizo 5. Sasa ni 5 suti, 5 soksi, 5 na viatu, 5 na kila kitu 5. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Dakika anasema ada yako ni shilingi ngapi? Nikamwambia ni kama milioni 1. Kasema ananiambia nitakupiga milioni. Unakulaje kwa mwezi? Nikamwambia kwa mwezi naweza nikala 50. Akaniambia utakula laki. Mwishoni mtaweka milioni 1.5. Bwana Yesu asifiwe. Nisingeenda ibadani nilipata. Jamani, penda nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Penda nini? Penda ibada. Ngoja nikwambie, Hana alipopata changamoto hakukimbilia kwingine, alienda kanisani. Haleluya. Na watu wameungaria kwamba imekupasa katikati ya magumu, kimbia kanisani. Nenda kanisani. Njoo mwenyewe wakati wa usiku, Mama Jameso, njoo kanisani, piga magoti, mwambie Bwana, wajua shida yangu. Wakati wengine watakuona wa ovyo, lakini kwa Mungu na thamani. Sikia Hana alipoonekana ovyo, akakimbia kanisani. Ikawaje sasa? Akamuomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapomsogeza kwa Bwana siku zote za maisha yake, wala wewe hautafikiria, hautapita kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, kuhani, mzee wa kanisa, kiongozi wa ibada akamwangalia midomo yake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena. Hivi hamjawahi kuona mtu ana mawazo mengi alafu anatembea? Hamjawahi kuona? Mimi nakutana nao wengi mno. Yaani unakuta tu anapita barabarani wanafunzi anafanya mtihani. Sasa unasema anaongea na nani? Kumbe kichwani kuna vitu amevibeba. Kumbe kichwani kuna mambo mazito ameyabeba. Lakini hujui kwamba anamwambia nini Bwana au anazungumza na waza nini. Ngoja nikwambie, Hana alipoenda mbele za Bwana anasema alikuwa na maombi ya kimoyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaomba anasema midomo yake ikaonekana kama ishara ya kuomba, lakini kama ananena, sauti yake isisikiwe. Huyo Eli akamzalia nini? Endelea tu. Kwa hiyo sauti yake isisikiwe. Ndio. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Akamzalia kuwa amefanya nini jamani? Jamani, Mungu atazame kama mwanadamu anavyotazama, useme amen. Wakati wengine wanakuona kwenye kwayo umekuwa kichaa, heri kichaa wa Yesu. Heri
Ngoja niwaambie, Hana amepiga magoti. Kiongozi amekaa mlangoni, anamwangalia Hana, midomo yake inatoka inanena, lakini sauti yake asisikie. Moja kwa moja akahukumu. Na ndio maana Mungu hahukumu kama mwanadamu anavyohukumu. Maana mwanadamu hukumu kwa mtazamo wa nje tu, lakini anashindwa kuona aliyo ndani ya mtu. Ngoja niwaambie, kuna wakati mtu anaweza akakupita bila kukusalimia, ukasema yaani leo mwalimu wa kwaya kwa sababu kanunua gauni jipya ndio maana anasalimia. Jamani, gauni jipya na kusalimiwa vina mahusiano? Hujui mtu alichokibeba kichwani. Wakati mwingine mtu ana mzigo. Pastor Mahigi amechukizwa huko mahali fulani, anapita tu, unakuta mmezoea kuongea, haongei na wewe siku hiyo, unasema jamaa anajisikia. Usimhukumu mtu kwa mtazamo wa nje. Na ukiona hujamuelewa, usogelee taratibu mweleze. Akakosea kosa la kufunga. Kuna wakati mwingine hata viongozi wa dini tunaowategemea wakati mwingine wana uwezo wa kukatisha tamaa. Yaani mzee wa kanisa ambaye anasema ni mzee wa kanisa ana uwezo wa kutia moyo, wakati mwingine ana uwezo wa kukatisha tamaa. Vuta picha, ingekuwa ni mshiriki wa leo, anamweleza maneno yale, moja kwa moja angesema kuanzia leo hata ibada siingii tena hapa. Yaani nimekuja kulia tena mbele za Bwana, alafu naambiwa maneno mabaya hivyo. Si bora ningaliacha kuja kanisani? Usiache kanisani kwa sababu ya maneno ya mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usiache kwaya kwa ajili ya maneno ya mtu. Ngoja nikwambie, kwa sababu unachokifanya ukifanyi kwa ajili ya mtu, unafanya kwa ajili ya Bwana. Akamwambia Hana, utakuwa mlevi hata lini? Ikawaje msamaha? Ni kweli akamwambia, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha mtumishi wa Bwana, mimi ni mwanamke ninayejitambua, maana nimesoma mvinyo hudhihaki na kileo huleta ugomvi. Akosoe kwa mambo hayo hana akili kabisa. Hiyo ni Mithali 20 aya kwanza. Mimi sikunywa divai wala kileo. Mimi sikunywa divai maana najua wala kileo. Ila nimemimina roho yangu. Ila nimetambua mahali sahihi pa kumimina moyo wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikutie moyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji ya kwamba jioni ya leo changamoto ulio nayo rafiki hawezi kutatua. Shida ulio nayo ndugu hawezi kutatua. Natamani kuelekeze mahali sahihi pa kuweka mzigo wako, mahali pa sahihi pa kutoa mambo yako. Mwingine ni miguuni pake Yesu. Hapo maneno yake tano ni mahali pa tamani kuona. Mwambie Bwana, unibariki Mwokozi ni miguuni pako. Unitazame kwa pendo nione uso wako. Mwambie Bwana, jioni leo nipe sasa ania yako ili nionekane. Maana jioni leo nimechagua kukaa na Mwokozi aliye haki. Jamani, kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Tegemea Mwokozi. Tegemea salama bila hatari. Rafiki, nikwambie, katikati ya magumu nenda mtegemee yeye, maana utakapomimina haja zako kwa Bwana, ushindi wa kweli unaonekana. Anaambiwa na Hana ya kwamba mimi ninajitambua, ni mwanamke ninayejielewa. Yaani katika wanawake wanaambiwa wanajiheshimu, mimi ninajiheshimu. Akakuwa anamwambia kiongozi, mbona unanivunjia heshima? Kiongozi, mbona unanifanyia hivi? Yaani wewe ndio unganisogea taratibu. Mfano ni huu, hata kama nilikuwa nakunywa pombe, haikupasa kunisogelea na kuniuliza na kunisaidia? Hata kama nilikuwa nafanya jambo baya, haikupasa kuniambia. Kuna watu tumewahukumu watu na kushangilia kwa hukumu ndani ya baraza la kanisa au katika idara mbalimbali bila kuwauliza, bila kuwashuhudia taratibu, lakini tumekuwa moja kwa moja katika kuhukumu. Nataka nikwambie, kuna jambo la kujifunza hapo. Kabla hujamhukumu mtu, fuatilia kwanza. Fuatilia. Aliposikia maneno yale, najaribu kufuta picha, huenda akamwambia naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Nimekufikiria mabaya. Akamalizia akasemaje? Tunakwenda kuomba sasa. Ndipo Eli akajibu akamwambia Hana, akasema nenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Kuna watu hawajanielewa. Ndipo Eli akasema nenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja hiyo uliyomuomba. Jioni ya leo ndipo Zawadi anasema kuna mtu amekuja hapa akiwa na changamoto fulani.
Nataka nikutie moyo kwa sababu umeileta kwa Bwana na ndicho kilio chako. Natamani kutamka kama Eli kuhani jioni leo ya kwamba unapotoka milangoni hapa, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja uliyoomba. Nazungumza na mpendwa msikilizaji kutoka Bukelebe TV ya kwamba yamkini kuna uzoefu mgumu unaopitia hata sasa. Kilio cha Hana alichomweleza Eli, Eli aliposikia akaguswa moyoni, akasema nilitembea kwa daktari, nikaambiwa kwamba siwezi kupata watoto, nikatembea kwa matabibu, nimetumia dawa nyingi mno pasipo kupata watoto, lakini siku ya leo niligundua mahali sahihi ninapoweza kupata ni miguuni pa Bwana. Kila kilichoshindikana kwa Bwana kinawezekana. Nataka nikwambie, nilivuta picha hii. Huenda Hana alienda kwa matabibu akaambiwa moyo yako hayana nguvu ya kupata mtoto. Huenda alifika kwa matabibu akaambiwa wewe acha tu, maana hakuna lolote la matumaini. Huenda Hana alifika kwa tabibu akaambiwa utapata, lakini tumia dawa nyingi. Akatumia dawa nyingi bila mafanikio. Nataka nikwambie, nataka nizungumzie habari za huyu Mungu aliyemtendea Hana. Mungu aliyemtendea Hana ni Mungu aliyekaa hivi ya kwamba pale daktari aliposema hapawezekani, yeye panawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu niliyezungumza habari zake ni yule ambaye ulipofika kwa daktari ukaambiwa ugonjwa huu wa kansa, ugonjwa huu wa ukimwi hauwezi kupona, siku zote wewe ni dawa, utaishi na dawa. Lakini Mungu ninayemzungumzia hapa ni yule ambaye kutoka kwenye kansa mpaka kwenye uzima kwa jina la Yesu. Ndiye Mungu anayesema habari zake. Hana akasema madaktari walisema, lakini tunaye tabibu mkuu ambaye ni Yesu. Anaambiwa, je, machozi ya kulengalenga, mwambie Yesu sumbuko lako. Hana akamwambia, Bwana, nilijifunza mahali fulani ya kwamba wewe ni Mungu wa makubwa na magumu ambayo binafsi wanadamu hayawezi, na kusihi katika hili nina imani ya kwamba unaweza. Nataka nikwambie, muda si mrefu Hana alipata mtoto. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo Hana alitambua mahali sahihi pa kumimina moyo wake. Na wewe nataka nikualike rafiki, mahali sahihi pa kumimina matatizo yako ni miguuni pa Bwana. Ninapokwenda kumalizia, nimalizie na kisa hiki. Kijana mmoja alizaliwa wawili, wa kike na wa kiume. Sasa asubuhi siku moja baba alikuwa na sahani yake anayoipenda sana kula chakula. Sasa yule kijana wa kiume ghafla wakati akapika kiosha vyombo akaipasua. Na alipoipasua dada yake akaona. Alipoona akamwambia, nakwenda kukusemea. Kisha yule kiume akamwambia, ninakuomba usije ukanisemea, nifichie hii siri. Akamwambia, unataka nikufichie siri? Akamwambia ndio. Akamwambia, sasa asubuhi tunapewa mandazi mangapi ya kunywa chai, utakuwa ukiingia moja siku zote. Asubuhi mama anaandaa siku hiyo, akawapa mandazi moja moja. Akamwambia, sasa ninipe au niseme? Akaanza akamwambia, basi hivi hapa. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili tena wakapewa moja moja. Akamwambia, nipe. Akamwambia, unipe? Akamwambia, na mimi tu leo niache nikupatie hapa kidogo. Anamwambia, anamwambia, nipe. Akapewa siri kwenye kuficha. Siku ya tatu mambo yakawa ni magumu. Akamwambia, sasa simuona tena leo siku ya tatu tumepewa moja moja. Anamwambia, kumbuka tulikubaliana ya kwamba kila asubuhi utanigea ndazi hili. Sasa chagua, nimuite nimwambie au unipatia? Mwambie. Kumbuka mama yake kidogo chake ni kibaya. Akamwambia, basi ninakupatia. Sasa ile siku ya tatu jioni, dada yake akiwa ametoka kidogo, akamfuata mama akiwa analia. Akamwambia, mama, naomba unisamehe. Akamwambia, kwa nini? Akamwambia, mama, ile sahani yako unayoluzia kumpa chakula mimi nilivunja, lakini si kwa bahati. Ilikuwa ni bahati tu mbaya, nilikuwa tunaosha hivi ghafla ikaanguka. Akamwambia, mama alipomtazama na sura ya mtoto wake na machozi, anasema mama wana huruma sana. Jambo letu sifiwe. Anasema akamsamehe. Akamwambia, basi mwanangu, imeisha. Sasa hajamwambia dada yake kama nimesamehewa. Kesho asubuhi mama sikatoa ndazi moja tena. Anamwambia, unanipa unipe? Akamwambia, sikupi. Akamwambia, nikamwambie kamwambie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaambie, wakati mwingine tunaingia kwenye changamoto maana mambo yetu yanajulikana na watu kuliko na Mungu. Kwa hiyo watu wanatuadhibu na uzoefu ambao wameupata kutoka kwetu.
Nataka nikutie moyo mahali sahihi jioni ya leo pa kumimina moyo wako ni miguuni pa Bwana. Wakati wanasema Bwana nisaidie, nami natamani maisha yangu, shida zangu, mambo yangu yote nipeleke kwa Bwana. Watu wa namna hiyo ninaomba wainue mkono wa kuume. Si wasimame pamoja nami. Mtu labda hiyo ninamwalika asogee mbele. Anayesema natamani kutengeneza mahusiano yangu na Kristo kwa kumweleza shida zangu, mtu wa namna hiyo ninaomba asogee mbele. Naendea msalaba walioamua kutoa Yesu, ambao wanasema hata sasa kuna siri ambazo niliona rafiki yangu ndiye anaweza kunitunzia nikamsahau Bwana. Natamani kuanzia leo Bwana ndiye awe msiri wangu. Hakuna rafiki wa kweli atakayeweza kuhodi maisha yangu kama sio mfalme. Mtu wa namna hiyo ndiye atakayeimba beti la 3. Natoa yote kwako, nafasi watoto wako wamejeruhika,
jioni ya leo wamesema wanakusogelea wewe uwaponye sasa Bwana. Wanasema wanakulilia sana, maana dhambi, changamoto zimewalemea, wakielewa ya kwamba pole, Yesu anasema ya kwamba aliahidi mwenyewe atatufuta zote. Baba, kuna mpendo mtazamaji analia kwa sababu ya uchumi wake, analia kwa sababu ya ndugu zake, analia kwa sababu ya maisha yake, analia kwa sababu ya mahusiano yake, analia kwa sababu ya masomo yake. Baba, hata sasa analia kwa sababu ya kazi yake. Baba, hata sasa analia kwa sababu ya jambo ambalo haoni njia. Jioni ya leo, wewe Mungu unayembariki Hana, nenda kama onekanie na mtoto wako huyo. Baba, watoto wako wamesimama na kusogea mbele. Hawakuja kwa zawadi yenu, lakini wamekuja kwako. Na wewe umeahidi wazi ya kwamba ajaye kwako hutamtupa nje kamwe, kwa sababu wamekuja kwako Bwana, wakumbatie kwa kumbatio la haki, wakumbatie kwa kumbatio la kweli, si kwa makumbatio ya ulimwengu, si kwa makumbatio ya wanadamu yaliyojaa unafiki na chuki, yaliyojaa husda, lakini kumbatio lako ni kumbatio la kweli. Baba, nakusihi jioni ya leo wakumbatie watoto wako kwa utukufu wa jina lako, kila mmoja kwa hitaji lake. Nenda kamtendee ili akaweze kuliinua na kulitukuza jina lako. Baba na Mungu wetu, kuna mtu hata sasa analia, amefumba macho, yuko hapa. Kuna jambo hata sasa analitaja moyoni mwake, anasema Bwana, hili nisaidie. Bwana, hili siri yangu. Bwana, hili nimekupa wewe. Leo ametengeneza mkataba pamoja nawe. Baba, huyo naye nenda kamsikie. Baba, nenda kamsikie. Baba, kuna mwingine anataja hapa sasa, anasema kuna hili ambalo kama Hana alilia kwa lile, mimi nalia kwa hili. Baba, nenda kasikie kile kilio. Baba, nenda kasikie kile kilio, maana ahadi yako ni kwamba utatufuta machozi. Baba, asante, maana jioni ya leo kuna mama anafutwa machozi. Kuna jioni ya leo kuna kaka anafutwa machozi. Baba, jioni ya leo kuna baba anafutwa machozi. Baba, jioni ya leo kuna mtu anapata tumaini jipya. Baba, ninatamka kama Eli kwa Hana ya kwamba watakapotoka hapa waenende kwa amani, na Mungu wa Israeli awajalie haja waliyomwomba. Baba, nampenda mtazamaji aliyefumba macho kule pamoja nasi, anayetufuatilia kule. Baba, naye kuna jambo analia kwa ajili ya jambo hilo. Baba, naye namtamkia, Baba, mtendee sawa sawa na hitaji lake. Asante kwa sababu umetupatia jioni iliyo njema. Tunaporejea nyumbani, rejea pamoja nasi. Tupatie tena kesho yenye baraka, kesho yenye ushindi ya kusikia sauti yako. Basi Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangalie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani tangu sasa na hata milele. Shangilia kusema amen.